Jerry alikuwa kijana aliyekuwa na ndoto kubwa na akili ya kibiashara. Akiwa na umri wa miaka 28, alianzisha kampuni ya usafirishaji mizigo jijini Dar es Salaam. Kwa muda mfupi, biashara ilikuwa kwa kasi ya ajabu. Alianza kupata mikataba mikubwa na hata kushirikiana na kampuni za kimataifa. Ndani ya miaka mitatu, Jerry alikuwa ameshajenga jumba la kifahari Mbezi Beach. Alikuwa na magari ya kifahari na hata alipata nafasi ya kuzungumza kwenye makongamano ya vijana wajasiriamali. Lakini maisha yalipompa utajiri, Jerry alibadilika. Kama wasemavyo, pata pesa tujue tabia yako. Jerry alibadilika na ghafla alikuwa kama giza lililoingia baada ya taa kuzimika. Badala ya kuwekeza zaidi, aligeukia anasa. Kila weekend ilikuwa ni sherehe. Pombe, muziki na wanawake wa kulipwa walikuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Marafiki wake wa kweli walimkanya, lakini Jerry aliwaona kama watu wanaomuonea wivu. Alianza kutumia mamilioni kwenye klabu za usiku, akilipa maelfu kwa wanawake na wale wote waliokuwa karibu naye, si kwa sababu walimpenda, bali kwa sababu ya pesa zake. Alivuta bangi, akanywa pombe kali kila siku, na alipoamka asubuhi hakuwa na hata kumbukumbu ya kilichotokea usiku uliopita. Kwa kifupi, Jerry alilewa madaraka, pombe na wanawake na anasa za kila aina. Polepole biashara zilianza kuyumba. Alipuuza mahesabu na kulimbikiza madeni. Wafanyakazi wake walikosa mishahara, wateja walikimbia. Waliomzunguka walikuwa vinyonga, walimchekea alipokuwa juu, lakini walimtoroka alipoanza kushuka au kuanguka. Miaka mitatu tu baada ya kuwa kwenye orodha ya vijana matajiri nchini, Jerry alipoteza kila kitu. Alifukuzwa kwenye jumba lake la kifahari, magari yake yalichukuliwa na benki na biashara ikatangazwa kufilisika au kufa. Alijikuta akiishi mitaani, akila kwenye vichochoro vya Kariakoo, akitafuta makombo ya chakula. Pombe aliyokuwa akipenda sasa alikuwa akitafutwa kwa kuombaomba. Aliwahi kusikika akisema, nilifikiri pesa haimaliziki, kumbe inaisha kama upendo wa mwanamke malaya. Hii ni Gifted Heart. Kama bado hujajiunga na familia yetu ya Gifted Heart, tafadhali ujiunge kwa kubonyeza maandishi meusi yanayosomeka subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification pindi tutakapokuwekea taarifa au hadithi mpya. Na sasa tuendelee na story yetu. Leo hii Jerry ni onyo hai kwa vijana walioko katika nchi yetu. Alipoteza kila kitu, si kwa sababu hakuwa na akili, bali kwa sababu alikosa nidhamu ya mafanikio au nidhamu ya pepo. Taarifa za kuanguka ama kufilisika kwa Jerry ilianza kuenea kama moto wa nyika. Kwanza ziliandikwa kwenye blogu za udaku, zilieleza kwa dharau jinsi aliyekuwa milionea alivyoomba shilingi 500 mitaani kwa ajili ya konyaki. Picha zake zikiwa amevaa mavazi ya matambara na uso wake umejaa vumbi na macho mekundu kutokana na pombe zilienda viral mtandaoni. Kijijini kwake Iringa, mama yake mzazi, Mama Saumu, alisikika kupitia redio kijijini na baadaye akaonyeshwa picha na kijana mmoja wa bodaboda mwenye smartphone. Aliangua kilio. Kijiji kizima kilitetemeka kwa aibu na mshangao. Wazee wa mtaa walikaa kikao cha dharura. Baadaye ikaamua kwenda kumtafuta kijana wao na kwenda kumrudisha nyumbani. Baada baba yake Jerry, mzee wa heshima sana kijijini, alikaa kimya siku 3 bila kusema neno. Alikuwa amejivunia mafanikio ya mwanawe kwa miaka yote, na sasa jina lake lilikuwa limegeuka mzigo. Watu walimgeuka na kumtania mtaani, baba wa bilionea ombaomba. Hatimaye familia iliamua kwenda kumtafuta Jerry. Walimtuma binamu yake Salum kuja Dar es Salaam. Ilimchukua siku kadhaa kumtafuta mtaani hadi alipompata karibu na soko la Ilala, akiwa ameketi chini ya daraja akipiga chupa ya konyagi ya plastiki nusu tu. Salum
alichanganyikiwa na kumwangalia na kumwona Jerry alivyoharibika, ndevu zisizochanwa, suruali imechanika magotini, macho matupu bila matumaini. "Jerry, ni mimi Salome, tunarudi nyumbani." Jerry alinyamaza, alikuwa na aibu, lakini ndani yake alihitaji mtu wa kumtoa pale. Alilia kimya kimya, machozi yalitiririka bila sauti. Familia ilimrudisha kijijini. Mwanzoni watu walimcheka, wakamnyooshea vidole, lakini mama yake alimsimamia kama ngome. Akampeleka kanisani, akaanza kumtibu kwa mitishamba ya kuondoa pombe, na kila siku alimweleza hadithi ya yule mwana mpotevu aliyekaribishwa nyumbani. Hebu tujiulize swali. Je, Jerry atajitambua na kurudi kwenye mafanikio ama na kuinuka tena? Ili kupata majawabu ya swali hili, usikose kutufuatilia katika sehemu ya pili ya simulizi hii. Hii ni Gifted Heart. Kama bado hujajiunga na familia yetu ya Gifted Heart, tafadhali ujiunge kwa kubonyeza maandishi meusi yanayosomeka subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification au taarifa pindi tutakapokuwekea habari mpya au simulizi mpya. Gifted Heart, the best media.